Sisemi hampo sawa na wala sitaki kusema kwamba mnapendelea huo upande. Nachotaka kusema ni kwamba haki sawa usasa. Mtoto wa kike anachukuliwa uangalifu mkubwa kuliko mtoto wa kiume. Anaachwa katika hali ya sintofahamu. Anabakia hana msaada, hana msimamizi. Watoto wa kike wamepewa nafasi kubwa. Watoto wa kiume sasa wamesahaulika. Jamani, tukiwasahau watoto wa kiume na kuwakumbuka wa kike peke yao, familia haijengwi na mwanamke peke yake, na wala taifa bora halijengwi na wanawake peke yake. Mwisho wa siku, mwanamke bora ataolewa na mwanaume ambaye ni dhaifu, mwanaume ambaye hana misingi mizuri ya kimaadili. Tuliangalie kwa upande wa pili. Tunapomtetea mtoto wa kike, tumkumbuke na mtoto wa kiume, kwa sababu mtoto wa kiume amekuwa kama jambazi sasa. Mtoto wa kiume amekuwa hana uhuru, hana sehemu ya kupeleka shida yake. Sitaki kuingia sana ndani kwa kuwa mnaweza mkanivamia kwa maswali mengi. Nachotaka kuambia, lazima mtambue mipaka na nafasi ya kila mmoja katika jamii. Kisa kimoja kinasema mtoto mmoja kwa kuwa alikuwa hajaliwi sana nyumbani kwao kama dada yake na mdogo wake wa kike, basi alikuwa akizurura na kukaa kwenye duka la mtu fulani. Mara nyingi alishinda pale, hakuna aliyemhoji, hakuna aliyekuwa na muda naye. Siku moja mwenye duka lile aliibiwa vitu, na kesho yake yule kijana ambaye alizoea kukaa katika duka lile hakuja. Hivyo siku iliyofuatia kijana yule alipofika kwenye lile duka, yule muuza duka akamshambulia kwa kumpiga, matairi yakaletwa, akamwagiwa mafuta ili achome moto. Kabla hawajamchoma moto, ndipo wakatokea wasamaria wakamwambia, huyu kijana tunamjua, hajaiba na jana alikuwa sehemu fulani. Hiyo ndio ilikuwa pona yake. Bali na hapo, alikuwa tayari ashaitwa marehemu, yaani alikuwa tayari kuchoma moto. Kwa hiyo mambo haya yanatokea kwa sababu sisi wenyewe tunayaruhusu. Niwaombe ndugu zangu, tuwakumbuke wanawake, lakini pia tusiwasahau wanaume, tusiwasahau vijana wa kiume. Nakumbuka mbunge mmoja alishawahi kusema hivyo. Sidhani kama alikosea. Mimi namuunga mkono. Tumejisahau sana jamii.